Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, Bwana Yesu na asifiwe. Yaani uko namna gani? Umemshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kubarikiwa na siku mpya katika maisha yako, ama uko tu pale? Ninakukumbusha kuna haja ya kumshukuru kila wakati, maana kuamka kwako tu ni muujiza. Kuamka kwako tu, yani Mwenyezi Mungu amekuonea neema yake na amekufunika nayo. Hivyo basi, karibu sana katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kuogelea ndani ya hayo manyunyu ili tukaweze na kuendelea na kujua mengi kutokana na fundisho lile ambalo tunaletewa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Madingao Yata Pastorate Machakos Sub-Kota, nikitumai kwamba baraka nazo utaweza na kuzipokea kwa wingi. Karibu. Ningependa kukukaribisha ndugu mtazamaji asubuhi ya leo katika neno la Mungu ambalo ni chakula cha maisha yetu, na ningependa kwanza kukusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo? Ni tumaini langu ya kwamba umeamka vyema ukiwa unaendelea na kujipanga kuanza siku ya leo. Kabla hatujaendelea zaidi, ningependa tukafungue kwa maombi. Mtazamaji ako mbele yako wakati huu. Baba yetu, tunaomba ili ukaweze kutusaidia na kutuongoza kupitia kwa neno lako. Neno lako pia li mbele yetu, tuendapo kulisoma ukatuongoze na Roho Mtakatifu akiwa mwalimu. Katika jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amina. Mtazamaji, tunaendelea vizuri, na kama unanifuatilia siku ya kwanza ya wiki hii, tuliweza kujua ya kwamba ili tukaweze kufanikiwa katika maisha ya kiungu ni lazima kwanza tutembee katika imani. Na siku ya jana tukaweza kujifundisha kumtegemea Mungu pasipo kutumia ujuzi wetu na nguvu zetu. Baada ya hayo, tukiwa tunaendelea katika mambo ambayo ni muhimu katika maisha ya mwanadamu anayeishi kwa mpango wa Mungu, siku ya leo ningependa tukajifundishe kumtumikia Mungu kikamilifu. Sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, na Mungu alituumba kwa sababu, na hiyo sababu ni ya kumtumikia yeye, kwa sababu yeye ni Mungu wetu na sisi tu watu wake. Na ningependa tukasome kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa 2 na tusome mstari wa 12. Tusome pamoja. Ili mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Mungu, mwenye kuwaita ninyi ili muingie katika ufalme wake na utukufu wake. Maneno mazuri yaliyo kwenye kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 12. Tunahimizwa ya kwamba, ama ni himizo kwetu, tuweze kuzingatia mambo yale ambayo Mungu alituita kwa ajili yake. Yale mambo ambayo Mungu anataka tuyatekeleze. Kwa hivyo tukiwa katika ulimwengu huu, kuna mambo ambayo Mungu anahitaji tuyatende kutoka kwetu. Mambo ambayo tunayasoma kwenye Torati ama katika sheria za Mungu, ambazo ni himizo kwa maisha ya Mkristo. Kwa hivyo hayo mambo, tunapokuwa tunaendelea na shughuli zetu, ni lazima tujue ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu anataka tuyatende na tuyatende kikamilifu. Kumcha yeye Mungu
kumwabudu yeye na kufanya mambo ambayo ametuagiza, kama kupendana, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa upendo. Katika maisha yako uwe unawapenda wenzako. Kazi za Mungu ambazo zimbele yetu unazifanya na unazitenda kikamilifu, pasipo kuhimizwa, pasipo kushurutishwa, lakini kwa hiari, kwa sababu wewe ni kiumbe cha Mungu. Kwa hivyo, mtazamaji, kumtumikia Mungu kikamilifu ni jambo nzuri kwa maisha ya Kikristo. Kwa hivyo, mtazamaji, nafaa ufikirie, je, nitamtumikia Mungu kwa njia gani? Kama nimeajiriwa, ndio, ninakumbuka na ninajua kuna wengine ambao hawana kazi. Na kwa sababu Mungu amenibariki nikawa na kazi, ni lazima nishiriki katika kufanya kazi yake. Kutoa fungu, kutoa sadaka ya shukrani kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, kumwabudu, kuomba, na ukiunganisha na yale mambo ambayo tulijifunza siku ambazo zimepita, kumtegemea huyo Mungu, kuwa na imani. Hayo ni mambo ambayo yatakuwezesha kumtumikia Mungu kikamilifu, kwa sababu tunajua mambo yote hutokea na hufanyika kwa mapenzi ya Mungu. Mtazamaji, inafaa tumtumikie Mungu, na si kumtumikia tu, tumtumikie kikamilifu, ili Mungu azindishe upendo wake kwetu, aendelee na kututia nguvu, aendelee na kutujazia baraka, kwa sababu sisi tu wafanyikazi wake. Kwa hivyo ni vizuri unapoamka asubuhi kila siku unawe na swali, mimi nimefanya nini ambacho Mungu anaweza kufurahia kwa ajili yangu? Kuna jambo gani ambalo limbele ya Mungu ambalo ninaweza kulifurahia na Mungu pia anaweza kufurahia, ili tukaweze kuendeleza na kutenda kazi yake yaliyo mapenzi yake. Ni mambo mengi ambayo Mungu anahitaji kutoka kwetu, na hayo mambo tunajitia nguvu kwa imani. Tukimtegemea tutaweza kumtumikia huyo Mungu kikamilifu. Na hakika tukimtegemea na tukimtumikia Mungu kikamilifu, tutakuwa na kila jambo ambalo tunahitaji katika maisha yetu. Kwa hivyo Mungu anapotubariki, tusisahau kumtumikia yeye. Tunapopewa uhai wa siku, tunakumbuka kuna jambo ambalo Mungu anahitaji tutekeleze maishani mwetu. Je, umekuwa na siku nyingi? Unaweza ukataja yale mambo ambayo unamtumikia Mungu, jambo ambalo limekunguza ukasikia wow, nimemtumikia Mungu, na pia si kumtumikia tu, nimemtumikia kikamilifu, kwa ukamilifu. Nimefanya jambo kikamilifu. Kama ni kwenda kumwabudu, unamwabudu kwa ukamilifu. Kama ni kutoa katika kazi ya Bwana, unatoa kwa ukamilifu. Kama ni jambo lolote ambalo unalitenda kwa Mungu, unalitenda kwa ukamilifu. Lakini si kwa kupitia tu, kwa kuonesha tu nimelitenda. Lakini Mungu anataka tutende mambo ambayo ametuagiza kwa ukamilifu, kwa sababu hayo yatatutia nguvu na yatatupeleka kupata ufalme wa mbingu. Ufalme wa mbinguni tumeahidiwa, na tutaupokea tu kwa yule ambaye atajitia nguvu na atamtumikia Mungu kikamilifu. Ukimtumikia Mungu kwa ukamilifu, kuna matunda. Kuna matunda. Utapokea mambo mengi.
taji sipo, kuna kutunzwa. Hata kabla hatunjatoka katika ulimwengu, utabarikiwa kwa mambo mengi. Kwa hivyo tumtumikie Mungu kikamilifu kwa yale mambo yote ambayo ametuagiza tuyafanye. Mtazamaji, unapotokea kuelekea sehemu tofauti tofauti, jaribu kumtumikia Mungu. Usisahau kuna mambo ambayo Mungu anahitaji kutoka kwako, uyatekeleze. Bwana na akubariki, na Bwana alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Twakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya mahali umetutoa na kwa mahali umetufikisha. Hakika sisi tu wana wako, na inafaa kukutumikia wewe, kwa sababu sisi tu watumwa katika maisha ya Kikristo. Tutie nguvu, endelea na kutupa ujasiri wa kukutumikia. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amina. Tunafaa kudhamini mwito wa Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yetu, ama katika maisha yetu, na kila siku tuishi ama tukae katika hali tu ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Sio katika matendo, sio katika kuongea kwetu, yani tukae tunatuishi namna ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu siku baada ya nyingine. Na pia yani tukae katika hali ya nidhamu, tukae katika hali ya haki, na pia na utiifu, ili tukaweze yani kudhihirisha utukufu wa Mwenyezi Mungu katikati yetu, ulio juu yetu, na ushuhuda tukashuhudie kwamba hata tuko tayari kuingia katika ufalme wake. Kupitia wapi? Kupitia tu kwa matendo yetu, kupitia kwa vinywa vyetu, kile ambacho tunakitamka. Yani tuonekane dakika kwenda ile ingine tunampendeza tu Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa na wakati mwema, neema yake huyo Mwenyezi Mungu ikakufunike, na ukaweza na kutembea katika njia ambayo yani inaonyeshana tu ukuu wa Mwenyezi Mungu, inaonyeshana tu mwito wa Mwenyezi Mungu. Tupatane hapo saa 3:30 usiku, ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.